yuko hapa, ana muda mrefu. Nimeacha maagizo kabla ya Ijumaa anipe taarifa yake ya vikundi alivyovisaidia vikakopesheka kuanzia 25 mpaka 2025, na nimemwambia aniletee orodha ya vikundi ambavyo viko kwenye mchakato, wanawake, vijana na walemavu, 25 26. Kwa hili sina masiara. Kwa hiyo mengi na mengine ndio hapa, mabadiliko utayaona kiongozi. Ongeze kazi tunayofanya inaonekana, twende tukaongeze juhudi ya kuwahudumia wananchi. Kero ziko nyingi. Hizi za mikopo, mimi sio mtaalamu wa mikopo. Lakini kwenye mikopo huku ukisikiliza taarifa, yaani namna ya watu wanapokopeshwa, masharti yamekuwa mengi kuliko mpaka kila mtu anachoka. Vikao 6 mkopo mmoja. Mtu anaona bora aende kausha damu, anaenda asubuhi, anapata na bwana jambo hili. Kwa hiyo nadhani kwenye ngazi ya wilaya au ngazi ya taifa kuangalia zaidi. Baba leo alisema kule bungeni, vijana wanahitaji pesa, hawahitaji maneno mengi. Sasa kwenye mikopo kuna mambo mengi, vikao sio vya kata, wilaya, sio kuna kamata salama na ulaini, kuna mtu anaenda kukaguliwa mpaka ulaia wake ili apate mkopo. Kwa hiyo nadhani vigezo hivi vingi ndio maana watu wanafikia tu wanaamua uchokoto kutoka wataalamu wengi hapa. Lakini changamoto kwenye mtindo namna mikopo inapopatikana. Turekebishe huko. Fedha za Watanzania walipa kodi hao. Unakwenda kwa kupesha masharti mengi. Hata kama hawezi bora tu kajenga barabara na vitu vingine. Kwa hiyo nadhani kwenye utaratibu wa ukopeshaji michakato imekuwa mingi zaidi. Inafika tonda anaenda mimi na vijana wangu wale bajaji pale Mbinguni yeye inaonekana kwenye orodha wamekopeshwa hiyo hela. Lakini jana nimeongea nao wanasema hela imepatikana, lakini kwenye account kuna michakato namna hiyo ile kutoka. Kwa hiyo unakuta watu wameingiziwa mkopo, huwa na mwezi wa pili kutoa tu hiyo hela nayo utaratibu mwingine. Kwenye vitu ambavyo havipendezi na wala havitimu na haya, mwenezi anakuja kutia hasira. Watu wanaona kabisa serikali ile kwa nayo haijali wananchi. Kwenye sera, kwenye matangazo jambo liko. Jamani tuna 10%. Fedha zipo. Mama Samia katoa bilioni 2. Nenda site za kauli bilioni 2 namna kuipata. Mchakato unakuwa mkubwa. Kwa hiyo hili ninyi mnaokaa na wakurugenzi kule, wataalamu watunga sera, warekebishe sera. Wananchi wanahitaji maendeleo. Wananchi wanahitaji mkopo wapate ili kufanya kazi. Sio mkopo ambao umejaa matatizo. Wagope kufanya nini? Kuanzisha vikundi. Mama Samia ametoa pesa ili watu wanufaike, wapate tabasamu na pesa ile. Lakini sasa tatizo liko wapi? Wilayani nimefuatilia. Wanasema kwamba sisi tunapokea maelekezo toka chini, kwa tuna wataalamu huko chini. Sasa ukiangalia ili swala la vikundi hili, kuna jambo hapa katikati linahitaji kuwekwa sawa mimi. Lakini hapa sio mahali pale. Na prosesi za mikopo kama ukifuata kama maandishi yalivyo, hata mfanyabiashara Baresa akopesheka. Jamii ya kazi benki nikiwa na vijana wake mheshimiwa diwani. Miaka mingi mimi nafanya kazi. Nakopesha mabiashara makubwa, sio kuzanyana. Tuna shida ya mama maendeleo, uwezo wake. Yaani sura hapa ni uwezo wa afisa mikopo. Hii lugha ya mama maendeleo ni ya kiserikali. Lakini afisa mikopo kama vile yuko NMB, kama yuko SLB, yule. Kuna wakati nishakisikia anasema wasipolipa na wajibika. Wasipolipa napata usumbufu. Hiyo eneo moja. Maana afisa mikopo huyu hataki usumbufu kwa ajili ya mikopo. Kama yule ambaye NMB itamtuma katafuta mikopo kule kwa biashara, unaomba huyu akifanya delay mimi shida. Kwa hiyo wewe mimi nakuletea vikwazo, vigezo ukose. Bora niwe na watu wawili. Ingekuwa ni benki, yule kazi hana. Kwa sababu kule kwenye afisa mikopo tunaleta assessment. Unatakiwa ukopeshe ndani ya mwezi milioni kadhaa. Kwa mwezi huu watu kadhaa, wateja wapya kadhaa, wateja wa zamani kadhaa. Usifanye hivyo bwana, wewe kibarua hauna. Kwa kuwa hizi ajira ndio maana hiyo bora hata wakope watatu ndani ya miaka 8, mimi nisihangaike. Ni uwezo wake mdogo. Sie tu kwa sababu kwa sisi wanaongea mheshimiwa diwani kwa halmashauri, lakini si wataalamu. Sisi moyo. Aje tumwelekeze. Vinginevyo ondoka nalo hili. Uliongea kama mheshimiwa diwani. Diwani kaja kukazia.
wadoganane kwamba huyu uwezo wake mdogo. Kama sio mdogo, anaogopa kudai, basi atoe mikopo adai, au uwezo wake mdogo kwa watu wengine, vinginevyo wanawakwamisha wananchi wetu. Huyo sallallahu huyo wa maendeleo, wilaya hii kwani kata sizipo Vigindu, kata zingine wilaya Mkuranga, mbona wanapata rais? Kama sheria zile za nchi, mbona uteleki watu wanakata? Sheria hizi shida ni ya maendeleo. Asante sana.